Ikiwa jioni ya leo inahitimisha chungu cha 18 tangu kuanza kwa mwezi mtukufu wa mfungo wa Ramadhani, taasisi ya Nyansao Foundation imeandaa iftari ya pamoja iliyoacha alama ya tendo la huruma na upendo kwa waumini wa dini ya Kiislamu na Kikristo. Iftari hiyo iliyofanyika katika msikiti mkuu wa wilaya ya Tarime, ambayo imewashirikisha waumini wa dhehebu la Adventista pamoja na viongozi mbalimbali wa kidini, kimila na serikali, wakiongozwa na mkuu wa wilaya ya Tarime ambaye amekuwa mgeni rasmi katika iftari hiyo, Meja Edward Gowere. Akizungumza na vyombo vya habari, mwakilishi wa taasisi ya Nyansao Foundation kwa niaba ya mkurugenzi wake Bi Modesta amesema, Asalamu alaikum, kwa majina naitwa Modesta Mwema, mratibu wa Nyansao Foundation kanda ya Ziwa. Tunahusika na elimu, afya na mahitaji maalum katika usaidizi wa mahitaji katika vipengele hivyo vitatu. Nyansao Foundation iko chini ya mkurugenzi wake makini ambaye kwa sasa ni waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa, Dr. Rimo Simeon Nyansao. Siku ya leo imempendeza ashiriki iftari pamoja na sisi pamoja na ndugu zetu wa Kiislamu wanaotoka katika wilaya ya Tarime. Misikiti iko 7 lakini wote tunakusanyika hapa kwa ajili ya kuhakikisha iftari inakuwa ni nzuri na wote tunaenjoy kwa sababu tumekuja kufurahi. Ni kipindi cha Ramadhani, kwa hiyo tunaamini kwamba Mungu atatupatia neema na baraka tunapoendelea kushiriki katika iftari hii. Lakini pia tumefanya ukaguzi wa jengo la msikiti ambalo lipo katika hatua fulani ya ujenzi. Kwa hiyo sisi kama taasisi, ikimpendeza Mwenyezi Mungu, kile tutakachojaliwa tutaguswa kwa ajili ya kuchangia msikiti huu ili uweze kufikia katika hatua ambayo inatakiwa. Kwa hiyo tunamuombea Dr. Nyansao, tunawaombea waumini wa Kiislamu wa wilaya ya Serengeti pamoja na wilaya zote za mkoa wa Mara. Lakini sambamba na hilo tunawaombea ndugu zetu waumini wa Kiislamu katika wilaya hii pendwa ya Tarime. Tuko pamoja, mtaendelea kutuona sana kwa wilaya ya Tarime kwa ajili ya matukio mbalimbali ya kielimu, afya na mahitaji maalum. Inshallah, Mungu awabariki sana. Na kwa upande wa viongozi wa dini, shehe mkuu wa wilaya ya Tarime na mwenyekiti wa maendeleo ya msikiti mkuu wa wilaya ya Tarime wamesema, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuafikisha kwanza kufika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni mwezi wa kufanya ibada, ni mwezi wenye kheri nyingi. Lakini pia nitumie fursa hii kujitambulisha. Mimi kwa majina naitwa Masudi Saidi, ni shekhe wa wilaya ya Tarime. Kwa hiyo tuko katika tukio adhim, tukio la iftar. Ni tukio ambalo limeandaliwa na taasisi ya Nyansao Foundation. Ni tukio la kheri na taasisi hii imeona umuhimu na ikatambua juu ya ibada hii ya ndugu zao Waislamu kuwa wamo ndani ya mfungo wa Ramadhani. Wakaona ipo haja ya wao kuja kushiriki katika iftar na kuandaa tendo la huruma, kwa maana kulisha chakula ni tendo la huruma. Kwa sisi kama Waislamu tunawashukuru sana Dr. Nyansao Foundation kutokana na hii iftari walioandaa, lakini pia tunawaombea Mwenyezi Mungu awazidishie. Na Waislamu wote ujenzi wa msikiti wetu. Kwa msikiti unatupa shida sana. Tunahitaji kubwa ili tuimalizie. Kwa hiyo kupata wadau sana ili Mungu atumjalie pia mtaji aliyotufuturisha basi afanyie wepesi apunge mkono ili msikiti wetu uweze kumalizika. Karama Diha ni askofu wa kanisa la Waadventista wa Sabato jimbo la Mara Kaskazini, ambalo makao makuu yake yako hapa mjini Tarime. Tarehe 27 mwezi wa pili, kama Wakristo wa Adventista wa Sabato tuliwasogelea wenzetu Waislamu na kuwaomba tushirikiane, tukawaandalia iftari na tulishiriki wote kwa pamoja, na matokeo yake tunazidi kuona ule ushirikiano. Tunaona uhusiano unazidi kuimarika
tunaona upendo unazidi kuimarika katika jamii, tunaona umoja wetu bila kujali tofauti za dini tulizonazo, hali inazidi kuwa bora zaidi. Na kitu tulichosisitiza katika siku hiyo, tulisisitiza zaidi namna tunavyoweza kushirikiana kama Watanzania kudumisha tunu ya amani ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia kupitia waasisi wa taifa letu hapa Tanzania. Na leo hii kwa mara nyingine tena tumekutana hapa, Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naye pia kama Mtanzania kwa mapenzi mema ameandaa iftari kwa ajili ya ndugu zetu Waislamu wanapoendelea na mfungo huu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Wito wangu na rai yangu kwa Watanzania wote, tunasihi sana tuepuke kuwa na tofauti za kidini, tofauti za kikabila, tofauti za itikadi. Tujenge taifa letu moja la Tanzania kama Watanzania, ili tulinde tunu yetu ya amani, ambalo kwa kweli ni tunda adhimu ambalo tumezidi kusisitiza. Na kwa kufanya hivi basi inazidi kutusogeza karibu ndugu zetu Waislamu na sisi Wakristo, inazidi kutusogeza karibu na kujitambua ya kwamba sisi ni Watanzania, sisi ni wamoja. Pamoja na kwamba tunaweza kuwa na itikadi tofauti za kidini, lakini hali ya itikadi tofauti isitutenganishe. Tuwe na makusudi mamoja, tuwe na mashirikiano, tuwe na upendo, tudumishe amani katika taifa letu. Na kwa kufanya hivyo tutaambukiza hata vizazi vinavyokuja, tutaambukiza hata mataifa jirani, tutaambukiza Afrika nzima, tutaambukiza hata ulimwengu mzima, ya kwamba tunaweza kuishi kwa pamoja na tukashirikiana bila kujali itikadi za kikabila pamoja na madhehebu yetu. Mungu atubariki. Aidha, akizungumza kwenye iftari hiyo, chifu wa koo ya Butimbaru Inchage Peter Zakaria amewataka wananchi wa wilaya ya Tarime kuendelea kushikamana na kushirikiana pamoja na kuilinda amani ya wilaya ya Tarime, kwani ndiyo chachu ya maendeleo. Ndugu zangu, tuwe na amani hapa kwetu Tarime na Tanzania nzima. Amani ndicho kitu cha muhimu sana. Angalia wenzetu wanavyopata shida hii. Ndugu yangu shehe wa wilaya Kaka Masudi, lakini pia natambua uwepo wa chifu wetu wa Butimbaru Zakaria, askofu wetu wa Kahama, nashukuru sana. Natambua uwepo wa mjumbe wa kamati ya taifa, kamati ya ulinzi na usalama ambao tupo, bila kusahau timu wetu wa city. Lakini natambua uwepo wa waumini wote wa Kiislamu na wasiokuwa wa Kiislamu, bila kusahau wawezeshaji wetu Nyansao Foundation. Nawashukuru sana ndugu zangu. Mimi kwanza nishukuru sana Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo kuweza kukutanishwa hapa wote, si Waislamu peke yao, watu wa dini zote, watu wa madhehebu yote, tumeweza kukutanika hapa kwa ajili ya iftari hii. Shehe wangu ni kushukuru sana, lakini washukuru sana ndugu zetu wa Nyansao Foundation kwa kutuandalia dhima hii. Ni ukweli tumefarijika sana, tumekula, tumefurahi na imetuongezea nguvu katika miili yetu. Lakini nitumie nafasi hii kwa sababu niko hapa kwa ajili ya kumwakilisha waziri wetu wa ulinzi, ndugu yetu Lino Nyansao. Kiongozi wetu huyu amekuwa ni mtu wa upendo sana. Hajafanya hapa, amefanya maeneo mengi, na amekuwa ni mtu wa kutukimbilia, sio mkoa wa Mara peke yake, nchi nzima. Naomba shehe tuendelee kumwombea dua sana kiongozi huyu kwa namna ambavyo anajitoa kwa ajili ya jamii. Ilitakiwa awepo hapa pamoja na sisi, lakini kwa sababu ya majukumu ya kitaifa ilimlazimu atupe maelekezo tuweze kumwakilisha, na sisi kwa moyo mmoja, kwa kuwa tunatambua ni kiongozi wetu mahiri sana, pamoja na majukumu tulionayo, tukasema lazima tumwakilishe. Kwa hiyo bwana shehe, nimefika na mwakilisha kiongozi wetu mkubwa,
na tuendelee kumwombea sana. Ndugu zanguni, hiki ni kipindi cha toba, kipindi cha Ramadhani, lakini kwa wenzetu wale wa Kristo ni kipindi cha Kwaresma. Yote ni kwa maana tunamrudia Mwenyezi Mungu kwa yale mapungufu tuliyokuwa nayo kama wanadamu, basi turudi kwa ajili ya kumfuata yeye. Lakini natambua Mtume Muhammad alikuwa ni mtu mwema sana, alikuwa ni mtu mwenye hekima, ni mtu ambaye alisisitiza sana swala la amani, amani na utulivu kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo niombe ndugu Waislamu wote, lakini na wale ambao si Waislamu, tuendelee kuyaishi maisha ya mtume wetu Muhammad, kwa sababu alikuwa ni mtu mwema, alikuwa ni mtu aliyekuwa akijali kila jamii, akijali maskini na matajiri. Na mfano huu tunauona hata kiongozi wetu huyu, waziri wetu wa ulinzi, amekuwa ni mtu ambaye anajali sana, si kwa sababu tu ni waziri wa ulinzi, hata kabla ya hapa wote tumeona namna alikuwa amerudi kwenye jamii. Kwa hiyo niwaombe ndugu waumini wote wa dini zote ambao tuko hapa, tuendelee kuimarisha amani yetu, upendo wetu, mshikamano wetu, si katika kipindi hiki tu cha Ramadhani na kipindi cha Kwaresma, lakini kipindi chote. Naamini wote tunaamini kama isingekuwa amani na utulivu ambao tunayo, tusingeweza kusanyika hapa. Naamini hata askofu wangu isingemuona hapa, chifu wangu amekuwa amejifungia, shehe wangu ungekuwa umejifungia, na viongozi wote pamoja na waumini wote tusingekuwepo hapa. Lakini kwa sababu ya amani na utulivu ambao tunayo, ndio kwa maana tumeweza kusanyika hapa, tumeweza kupata iftari kwa pamoja, tumeweza kula kwa pamoja, tumefuturu kwa pamoja pasipo mashaka yoyote. Kwa ni waombe wote tudumishe ni jambo kubwa sana ambao tunaita ni tunu yetu ya taifa. Ndugu Waislamu na wale ambao si Waislamu, kama wilaya ya Tarime, niwaombe tuendelee kushikamana sana, tuendelee kushirikiana na viongozi wa kila kata, viongozi wa kisiasa, viongozi wa kiserikali, viongozi wa kidini. Kama tunavyoona hapa, mshikamano wetu umeweza kuonekana hapa. Tupo viongozi wa dini zote, si Waislamu peke yao. Namuona askofu wetu tunaye hapa, na mara kwa mara tunashirikiana naye. Tunaona viongozi wa vyama vyote vya kisiasa, tumekutana hapa kwa ajili ya iftari hii. Lakini hii ni kwa sababu ya upendo, mshikamano na umoja wetu. Tuitumie siku ya leo kwa namna ambavyo tumekusanyishwa. Shehe wangu umeweza kutualika, hukubagua au kubagua. Umealika viongozi wote tuweze kusanyika hapa. Umealika viongozi wa dini zote, viongozi wa serikali, viongozi wa vyama kwenye iftari hii. Niombe kama wanaTarime tuendelee kuchukua mfano wa shehe wetu. Naamini hata madhehebu mengine yatakapokuwa na jambo yatatualika, lakini sishangai kwa sababu askofu wangu hapa tumekutana kwenye mambo mengi sana. Kila walipokuwa na jambo walikuwa wakituita, tunashirikiana kwa pamoja, na ndio jambo ambalo tunaendelea kuimba na wote tuendelee kuishi, na haya ndio Mtume Muhammad alikuwa anataka. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuendelea kusisitiza, najua chifu huko hapa kwa Watimbara, endelea kutuunganisha wanaTarime. Tumekuwa ukihubiri amani mara kwa mara, na sisi tunakuomba tuendelee kuhubiri amani yetu, upendo wetu na mshikamano wetu. Kwa kipekee kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri pamoja na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na kwa kuwa tunamwakilisha na Mheshimiwa Rais, sisi tunaendelea kuwaombea Waislamu wote, si katika kipindi hiki cha mfungo tu, hata baada ya mfungo huu, tuendelee kushikamana na dini zote, tuendelee kushirikiana na watu wote, wote tuwe kitu kimoja, tukisimamia amani na utulivu kwa ajili ya maendeleo yetu. Pasipokuwa na utulivu hatuwezi kuwa na maendeleo. Pasipokuwa na amani hatuwezi kuwa na maendeleo pia. Nikupongeze shehe wetu kwa jitihada unazofanya za ujenzi wa msikiti huu. Hii ni nyumba ya ibada kwa ajili ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Kwa tutaendelea kushirikiana bwana shehe wetu kuhakikisha kwamba hii nyumba inakamilika. Tunajua mahitaji bado yapo, na wewe tulikuwa tukizungumza mara kwa mara. Tutaendelea kuhamasisha tuanzishe nyumba hii ambayo ni sehemu ya ibada ya kumswalia Mwenyezi Mungu
iweze kukamilika vizuri na watu waendelee kupata ibada hapa, waendelee kutuombea, waendelee kuliombea taifa hili amani na utulivu na kwa maendeleo makubwa ya nchi yetu. Baada ya kusema hayo, niwashukuruni sana na nimshukuru tena kwa nafasi ambayo tumepewa, lakini kuja kushiriki kwenye iftari hii leo ambayo imeenda kujenga kwenye miili yetu, kwenye akili zetu na kwenye afya yetu. Asante.